haziwezi kuja, sababu sisi hatuna control ya airspace. Sasa matokeo yake na madhara yake ni nini? Kama ulikuwa una watalii wamepanga kuja Zanzibar, ugomvi wa ndugu unakuathiri na wewe. Halo, tuko pamoja? Mnayasikia haya? Leo wakisema leo Emirates hapa au ndege nyingine yote ya kimataifa inakuja, au sio? Lakini hatuna control ya airspace. Wenzetu wakigombana au wakiwa na tatizo na nchi yoyote yenye hizi ndege, kwamba bwana, basi na sisi hatutoi kibali cha ndege yako kushuka, literally maana yake na Zanzibar inaathirika kiutalii. Sasa haya ni mambo jamani ya kuyatizama sana. Sasa kuna mambo mwenyekiti ameyagusa hapa, na mimi nataka niseme haraka haraka tumalize. Kuna mambo yamewekwa kwenye katiba ya muungano kama mambo ya muungano, lakini Zanzibar tukatunga sheria zetu kuhusu mambo hayo. Tunaelewana vizuri? Tukatunga sheria zetu kuhusu mambo hayo. Hawa jamaa si wajinga jamani, tusikilizane. Tunaomba tusikilizane kidogo, tunamalizia. Hawa jamaa si wajinga. Moja kati ya jambo waliloliacha alikuwa ni bandari, au sio? Viwanda na mambo na mafuta na gesi. Sasa unajiuliza kwa nini wameacha jamani Zanzibar? Na hii ndio nasema siku zote, tukiacha hii nchi pande zote mbili iongozwe na CCM, Zanzibar hatuko salama. Zanzibar hatuko salama, kwa sababu kama katiba inasema bandari ni jambo la muungano, kule bara akitokea mwenda wazimu kama alotangulia atakuwa constitutionally yuko sawa, kwa sababu katiba nini, bandari ni jambo la muungano. Sasa kama nia ipo ya kuiacha, kwa nini miaka yote tuliokuwa nayo hawataki kuiondosha bandari, kuondoka katika listi ya mambo ya muungano? Hivyo hivyo na mambo mengine. Mimi nakumbuka na mwenyekiti anakumbuka vizuri sana, ilipokuja sheria ya mafuta na gesi, nakumbuka mwenyekiti tulifanya mpaka kipindi kwenye redio moja hivi kwamba kama nia ipo, maana ukiuliza unaambiwa viongozi wamekubaliana. Jamani, mambo ya katiba yanakukubaliana kwa viongozi? Tumefahamiana vizuri? Haya ni mambo ya katiba. Utaambiwa Kikwete kakubaliana na Dr. Sheni kwamba hili sasa Zanzibar imeruhusiwa. Hapana, kama nia ipo, ondoa kwenye listi ya mambo ya muungano, kwa sababu ukiacha vile, kwanza tu unavunja katiba, lakini la pili ndio hayo aliyosema mwenyekiti, hakuna mwekezaji mwenye akili yake ambaye serious akaja kuwekeza mabilioni ya dola kwenye nchi ambayo hiyo rasilimali haijulikani msimamizi nani. Hawezi kuingia mikataba serious na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa sababu hiyo mandate hawana kikatiba. Sasa unajiuliza, nia ipo? Kama ipo, kwa nini haipo, haiondoshi kwenye mambo ya muungano? Na mimi nakumbuka kwenye hili ilipokuja, na leo angekuwepo hapa kiongozi wetu mstaafu Mheshimiwa Zittu, ningemkumbusha, anakumbuka vizuri. Binafsi nilimtengenezea mswada wa ajenda hoja binafsi, akaupeleka kwa Spika Ndugai kwamba kama viongozi wamekubaliana tuliondoshe hili kwenye mambo ya muungano. Ndugai nafikiri yule mswada alipoondoshwa aliondoka nao. Hawana nia, na kwa sababu wanatutega tu. Tufanye maamuzi sasa kuiondosha CCM madarakani ili haya mambo tuyaweke vizuri zaidi. Sasa nimalizie kwa kusema kwamba
muungano huu kadri ambavyo ulitarajiwa utoe fursa nyingi na kubwa za kiuchumi, lakini kila unavyozidi kwenda, yapo mambo ya msingi yanaikosesha Zanzibar fursa za kiuchumi ndani na nje ya nchi. Na ndiyo maana pale ambapo inaonekana Zanzibar inataka kuexcel kwenye jambo fulani, basi itatumika rungu la katiba kwamba jambo hili ni la kikatiba, ni la muungano. Nachotaka kusema, utatuzi unaosemwa utatuzi wa kero za muungano hautatui vitu genuine. Mwenyekiti ametuambia